Na hilo la mbali kidogo, nataka niwakumbushe kwamba hii nchi hii Tanzania mnayoiona leo haikuwa hivi. Tanzania mnayoiona leo hii ni Tanzania ambayo imejengwa kwa watu kujitoa muhanga, kwa watu kujinyima. Na miongoni mwa hao ambao wamejenga nchi hii kwa kujitoa muhanga na kujinyima ni mimi niliyesimama mbele yenu. Nataka niwaambie vijana, hakuna nchi inayojengwa kwa bata. Nchi inajengwa kwa jasho. Hawezi kujenga nchi kwa bata. Nchi inajengwa kwa kutoka jasho. Na wakati mwingine makosa haya ni ya sisi kizazi chetu, kwa sababu hatukuwasimulia, hatukuwaeleza nchi hii imetoka wapi na hali tuliyoikuta na iliyokuwepo mwaka 61 ambapo tunapata uhuru. Sisi tofauti na Kenya, sisi tofauti na Uganda, sisi tofauti na Malawi, sisi tofauti na Zambia, sisi na Burundi tulikuwa koloni la Wajerumani. Sisi hatukuwa koloni la Waingereza, sisi tulikuwa ni koloni la Wajerumani. Mataifa ya Ulaya yalipoamua kuwa na makoloni, nchi ambayo ilichelewa kujenga viwanda na kupata makoloni Afrika ilikuwa ni Ujerumani. Kwanza nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kukutana jioni hii ya leo hapa, na kama mlivyoelezwa nilikuwa na shughuli nyingine Kilosa, ilibidi nisikatize nirudi baada ya kusikia kuna kundi kubwa la vijana na watu wa makundi maalum. Sasa basi sina budi kuja kukutana na nyinyi, kijua kwamba tena kesho tuna mkutano mwingine mkubwa hapa Dumila. Ndugu zangu, ningependa nianze mbali kidogo alafu nije kwa linalotukabili. Na hilo la mbali kidogo, nataka niwakumbushe kwamba hii nchi hii Tanzania mnayoiona leo haikuwa hivi. Tanzania mnayoiona leo hii ni Tanzania ambayo imejengwa kwa watu kujitoa muhanga, kwa watu kujinyima. Na miongoni mwa hao ambao wamejenga nchi hii kwa kujitoa muhanga na kujinyima ni mimi niliyesimama mbele yenu. Nataka niwaambie vijana, hakuna nchi inayojengwa kwa bata. Nchi inajengwa kwa jasho. Hawezi kujenga nchi kwa bata. Nchi inajengwa kwa kutoka jasho. Na wakati mwingine makosa haya ni ya sisi kizazi chetu, kwa sababu hatukuwasimulia, hatukuwaeleza nchi hii imetoka wapi na hali tuliyoikuta na iliyokuwepo mwaka 61 ambapo tunapata uhuru. Sisi tofauti na Kenya, sisi tofauti na Uganda, sisi tofauti na Malawi, sisi tofauti na Zambia, sisi na Burundi tulikuwa koloni la Wajerumani. Sisi hatukuwa koloni la Waingereza, sisi tulikuwa ni koloni la Wajerumani. Mataifa ya Ulaya yalipoamua kuwa na makoloni, nchi ambayo ilichelewa kujenga viwanda na kupata makoloni Afrika ilikuwa ni Ujerumani. Waingereza waliwahi, Wafaransa waliwahi, Waleno waliwahi, Wahispaniola waliwahi. Na Wajerumani kuona wamechelewa kupata makoloni, ilibidi watume watu wao kuja na wenyewe kutafuta makoloni. Na huyo mtu anaitwa Karl Peters ndio aliyekuja eneo hili ambalo leo ni Tanzania, eneo hili ambalo leo ni Burundi, eneo hili ambalo leo ni Rwanda. Kwa sababu wakati huo Zanzibar ndio ilikuwa mji mkubwa katika pwani yote ya Afrika Mashariki. Walikuja moja kwa moja mpaka Usagara, wakafika Msowero, ndipo Karl Peters akaingia mikataba na mndewa wa Msowero, Mangungo. Ni mndewa, chifu ni lugha nyingine. Watu wa hapa wanaitwa ni wandewa. Mndewa Mangungo. Ndipo sisi tukawa koloni la Wajerumani pamoja na ambao leo ni Rwanda na Burundi. Hawa wakubwa wakapigana vita mwaka 1914 mpaka 1919. Wajerumani wakashindwa katika vita. Makoloni yao yote wakanyang'anywa katika Afrika. Hayo makoloni yalikuwa ni makoloni gani? Sisi, Ujerumani ya Afrika Mashariki ambao ni leo Tanzania bara, Rwanda na Burundi, Cameroon, Togo, Namibia. Ndipo sisi tukawekwa chini ya udhamini wa Umoja wa Mataifa tukisimamiwa na Waingereza.
Kenya ilikuwa ni koloni lao, Uganda lilikuwa ni koloni lao, Zambia ilikuwa ni koloni lao, Malawi ilikuwa ni koloni lao. Kwa hiyo Waingereza hawakuwa na wajibu wowote wa kuendeleza nchi yetu hii. Ndio maana tunapata uhuru mwaka 61, hatukuwa na chuo kikuu. Tumejenga chuo kikuu sisi wenyewe, na kimeanza bila jengo hata moja. Majengo yote ni ya kodi yaliyotolewa na chama cha tano leo CCM, na kilianza na wanafunzi 14, walimu watatu, na wanafunzi hao 14 kuna waliotoka Tanganyika, Kenya na Uganda, na lianza na kitivo kimoja tu cha sheria. Kwa leo ukiona chuo kikuu cha Dar es Salaam kile chote tumejenga baada ya uhuru, na vyuo vikuu vyote tumejenga baada ya uhuru. Upande wa elimu, Waingereza hawakujenga shule nyingi za sekondari. Shule za sekondari za wavulana zilikuwa hazizidi 4: Tabora, Marangari, Mzumbe. Shule za wasichana za sekondari ilikuwa ni shule moja tu ya wasichana Tanganyika nzima, Tabora Girls. Na yasema haya ili mjue tulikotoka, ili muweze kuthamini hatua ambayo nchi hii imepiga. Barabara ya rami ilikuwa moja tu kutoka Arusha kwenda Moshi. Ya kwenda Tanga ilikuwa ukitoka Dar es Salaam unakuja mpaka hapa Dumila, na hii Dumila ilikuwa haiti Dumila, hii ilikuwa ni Magole njia panda. Magole njia panda, na sehemu kubwa ya Magole njia panda yalikuwa ni malisho ya mifugo. Watu walikuwa Magole Estate, leo mnaita Madudu na Mfuru. Na mimi nilipoishi pale toka nilikuwa na miaka 8. Na kija inaingia Magole Ukamba, inakwenda Turiani, inakwenda Mziha, inakwenda Chanika ambayo wengi wanaita Handeni, ndio inakwenda Korogwe. Korogwe inashuka sasa kwenda Tanga na inapanda kwenda Moshi na Arusha. Segera tumeijenga baada ya uhuru. Shule zote tumejenga baada ya uhuru. Na ndio maana leo nikisikia watu wanajiita wasomi huwa nashangaa. Sisi tulipokwenda kidato cha 5 na cha 6, combination ambayo nilisoma mimi, Tanzania nzima tulikuwa wanafunzi 50 wavulana na wasichana 25 Korogwe, kina Dr. Asharozi Bigebe. Na ili mwalimu kutuondoa kiburi, wote baada ya kumaliza kidato cha 6 tulikwenda jeshi mwaka mmoja. Na tuliowakuta jeshini walikuwa ni wale ambao tuliwaacha darasa la 7 hawakufanikiwa kwenda sekondari, ndio wakawa wakubwa wote jeshini. Na baada ya kumaliza jeshi mwaka mmoja, wasichana walienda chuo kikuu, wavulana tulifanya kazi kwa miaka 2.5 kabla ya kwenda chuo kikuu. Chuo kikuu mwaka wa kwanza, wasichana tuliomaliza nao form 6 wanamaliza degree wanaondoka. Nalisema hilo kwa sababu vijana wa leo, kwa sababu hatukuambia hamko tayari kutoa anga. Na ndio maana wewe unashangaa, imekuwaje nyinyi mmemaliza degree na wao wasichana, nyinyi mmestaafu wao wanaendelea? Tukamwambia ndio, wao wanaendelea kwa sababu hatukusoma sisi degree na wasichana tuliomaliza nao form 6. Mwalimu aliwapeleka mmoja kwa moja chuo kikuu. Sisi kazi miaka 2.5. Kwenda kwa ufaulu wetu tu, tulikwenda kwa mapendekezo ya tawi lako la Chama cha Mapinduzi kazini. Kama wewe ni mzalendo, kama uko na mzalendo, sisi hatukupewa kazi ya kuchagua, tulipangiwa kazi. Kwa naieleza Tanzania hiyo mwielewe ilikotoka. Mwaka 66 nikiwa mwanafunzi shule ya msingi Berega, ndipo kituo cha afya cha Bagubike Mwalimu Nyerere anakuja kukifungua. Kile kituo cha afya kile cha zamani, si mmekiona? Vile ndio vituo vya afya vilivyojengwa miaka ya 60. Leo pale pale tumejenga kituo cha afya kipi. Ndio maana sisi wengine tutaendelea kumshukuru sana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hakutudekeza. Hebu fikiria, wewe umekwenda form 6 na form 6 nchi nzima tulikuwa tuzidi 1500, alafu unamaliza form 6 unakwenda jeshini. Unafika jeshini, anayekupokea jeshini ni yule ambaye darasa la 7 hakufanikiwa kwenda form 1 na anakuwa bosi wako kwa mwaka mmoja. Anakuwa bosi wako kwa mwaka mmoja, na yeye anachoangalia ni utii.
Na leo nitawapa mfano mmoja. Heshini wakati wa push up anakuambia up. Hii ni up. Up. Ole wako wewe aseme up uende hivi. Anasema unadhani sijui Kiingereza? Nimekwambia up, down. Up, down. Hebu fikiria miezi mitatu, hii ndio up, hii ndio down. Na lengo lake ilikuwa ni kuona wewe una utii. Na kwa miezi mitatu hatukuruhusiwa kuongea. Tuliruhusiwa kutamka 1, 2, 3, 1 mwisho. Kuruta haongei. Naongea na nani kuruta? Wewe lugha yako ni 1. James 1. Nyuma geuka 1, 2, 3, 1. Baada ya miezi mitatu akili yako ni 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Lakini hiyo ndiyo tujenga sisi kuithamini na kuipenda nchi yetu. Na ndio maana mwaka 78 Idi Amin alipovamia nchi yetu, Mwalimu alipotangaza vita, uwanja wa Uhuru ulijaa vijana wakiomba bunduki kwenda vitani. Sijui kama leo. Kwa hiyo nchi hii haina watu wengine wa kujenga isipokuwa wa Tanzania sisi wenyewe na vijana. Lazima tuijenge nchi yetu. Tupo hapa. Hii ya Tanzania, ndugu zangu, niwaambie leo. Sisi baada ya kupata uhuru mwaka 61, tulikuwa tumezungukwa na nchi zote isipokuwa Kongo ambazo zilikuwa hazina uhuru. Kenya walikuwa hawajapata uhuru, wana vita na Roma. Uganda hawajapata uhuru, Rwanda na Burundi hawajapata uhuru, Mozambiki hawajapata uhuru, Malawi hawajapata uhuru, Zambia hawajapata uhuru. Maana yake nini? Toka mwaka 61 nchi hii ilibeba jukumu la kuwasaidia watu wengine wa nchi za Afrika kupigania uhuru wao. Ndio kambi ya Dakawa, ndio shule ya Dakawa Girls, ndio VETA ya Dakawa, ndio chuo cha walimu cha Dakawa ambavyo tulijenga kwa ajili ya kuwafundisha watu kutoka Afrika ya Kusini. Mimi nasema Tanzania ndio nchi ambayo haikupata nafasi ya kutambaa, ya kukaa, ya kusimama. Imezaliwa na kuanza kukimbia. Usisaidia nchi nyingine kupata uhuru wao. Hauwezi kuzungumzia leo uhuru wa Msumbiji bila Tanzania. Chama cha Frelimo kilichopigania uhuru wa Msumbiji kilianzishwa Dar es Salaam mwaka 62. Chama kilichopigania uhuru wa Burundi UPRONA kilianzishwa Morogoro. Na Kenya tumewasaidia nchi zote hizi. Hii ndio nchi ambayo mnaiona leo ambayo imefanya mambo hayo makubwa kwa kujitoa, na wakati huo Tanzania yenyewe ilikuwa sio tajiri na haina mali, lakini iliona ni heri hicho kidogo ilicho nacho igawane na wengine ili nchi hizo pia ziwe huru. Na ndio maana thamani ya Tanzania kwa sisi ambao tumekwenda nje ni kubwa, sababu nchi hii ilikuwa na msimamo, na waliofanya nchi hii iwe na msimamo ni vijana. Mawaziri wa mwanzo baada ya uhuru, Nyerere mwenyewe tunapata uhuru alikuwa na miaka 40. Ameanza kuwa kiongozi wa 5 akiwa na miaka 33. Leo hii wenye miaka 33 hapa ni wangapi wanachukua wajibu wa kuacha kazi, wa kujinyima mshahara, wa kuacha familia zao ili wapiganie nchi hii? Na mawaziri wake wengi walikuwa vijana. Kwa hiyo nayasema haya si kwa nia yote nyingine, kusema kwamba taifa hili wa kulijenga ni sisi wenyewe. Tanzania itajengwa na vijana, lakini ni vijana wa aina gani? Vijana wenye moyo wa kujitoa na kujitolea kwa ajili ya nchi yao. Vijana ambao hawajitoi na kujitolea kwa ajili ya nchi yao ni rahisi sana kuyumba. Na mmeona vijana wa nchi nyingine walivyoyumba na zile nchi zikayumba, na baadaye nchi hizo ambazo ni tajiri kuliko Tanzania, kwa mfano Kongo leo, Kongo ya Mashariki ile, siku Kongo ikipata amani, Afrika itakwenda mbali. Simu zenu zote hizi mnazotumia zina madini yanaitwa coltan, na nchi pekee yenye madini hayo ni Kongo ya Mashariki. Simu zote hizi, kompyuta zote, madini ya coltan. Lakini leo hii Kongo wanauana wao kwa wao na madini yote yanachukuliwa. Nalisema hilo kwa sababu kunafika wakati tunaanza kuzoea hali hii na amani hii, tunadhani fujo ikitokea tutabaki hivi. Hakuna. Mfano ipo na tunaiona. Oneni yaliyotokea Rwanda, oneni yaliyotokea Burundi. Lakini niwaambie jambo moja, na nilikuwa nalisema kwenye kampeni zangu. Sisi ndio nchi pekee katika bara la Afrika ambao leo ni taifa. Wenzetu wote bado ni mkusanyiko wa makabila.
Ni kwa sababu baba wa taifa na Chama cha Mapinduzi kiliamua sisi tuwe taifa. Ndio maana leo hapa nimekuwa nazungumzia uchumi wote wa kuanzia Magole Estate ya zamani ambao leo ni Madudu kwenda mpaka Kivungu, jimbo la Mikumi, kote kule walioko pale ni vichukua manamba, ama ni Wabena ama Wapangwa ama Wayao ama Waha ama Warundi, ambao nchi ya jirani zao la mkonge lilipokufa, nchi ya jirani sihitaji, mashamba ya mkonge yalipokufa, kila mtu aliambiwa arudi alikotoka babu yake. Tanzania tungefanya hivyo, tulikuwa tuna shida. Wabena warudi Njombe, Wakinga warudi Makete, Wapangwa warudi Ludewa, Wayao warudi Tunduru, Waha warudi Kakonko, Kasulu na Kibondo. Lakini sisi wote tumebaki wa nani? Wa Tanzania, na wote tuna uhuru wa kuishi mahali pote. Hili eneo la Dumila kwenda mpaka huko Magole, hili eneo la Wazigua, eneo la Wakabuli linaanzia Kwambe. Leo hapa wanakaa Wazigua, Dumila wanakaa Wazigua hapa. Je, tungerudi kwenye ukabila ambao CCM imeufuta? Manake sisi wote tuondoke hapa, sio kwetu. Kuanzia Kwambe kwenda kote huko ni Wakaguru, leo wanakaa Wakaguru peke yao. Hiyo ndio tofauti ya Tanzania na nchi nyingine, na hilo tusilichezee. Tukilichezea hilo tutajuta. Ndio maana nchi za jirani husikii migogoro ya ardhi, kwa sababu mkongo ulipokwisha wakasema wewe unatoka, nenda wewe ticket. Sisi tumeamua kuwa Tanzania, tutaishi mahali popote mradi tufanye nini? Hatuvunji sheria. Utapata riziki pale pale. Cecilia, wewe ni asili ya Mkundi au umehamia? Hapo Mnyeberega, Hoki Berega, Mbuyuni, Manyata, Msalama, Hoki mnani Mlingoti. Mwambie ndio mbona kwa kuna kila mzachoni kuna umekuja kutafuta riziki. Manake hiyo ndio tofauti ya Tanzania iliyojengwa na nini? CCM. Huyu anatoka Mlingoti. Makeberega ina Mlingoti, ina Bagamoyo, ina Mgugu, ina Msalama, ina Mbuyuni na zamani Manyata. Yaani nilikigwa Manyata kule. Unanielewa? Kwa niliona niliseme hili ili tujue. Leo hii ukipita hapa maduka mengi sio ya Wazigua, ni watu wamekuja, lakini huwezi kuambia kwamba hawastahili kuishi Dumila, kwa sababu sifa ya kuishi Dumila ni lazima uwe nani? Tanzania. Na nalisema hili kwa sababu mambo haya nyinyi hamkuishi, nyinyi hamkusoma shule. Sisi tumepata uhuru, tulikuwa na shule za Wahindi, shule za Wazungu na shule za Waafrika. Kwa leo mkiambiwa kwamba shule kila mtoto, haikuwa hivyo. Ilikuwa uwezi kwenda St. George and St. Michael ambapo leo ni Mkwawa, ilikuwa shule ya Wazungu. Ilikuwa uwezi kwenda Jangwani, shule ya Wahindi. Ulikuwa uwezi kwenda Tanzania, ni shule ya Wahindi. Uwezi kwenda Tambaza, ni shule ya Wahindi. Uwezi kwenda Dodoma Secondary School, shule ya Wahindi. Ile shule ya Mazinyungu pale ilikuwa ya Wahindi. Leo tunakwenda kila mahali, tunasoma kila mahali. Leo kwamba huduma kubwa ya afya ni ya makanisa, sio ya ajali. Serikali ya Waingereza haikujenga hospitali kwa ajili ya Waafrika. Waliojenga hospitali kwa ajili ya Waafrika ni makanisa, na moja ni kwao huyu Mlingoti. Hospitali ile imejengwa mwaka 1900 na wamisionari kutoka Uingereza. Wakajenga na uwanja wa ndege. Sio kuna uwanja wa ndege pale. Na zamani ndege zilikuwa zinatua kutoka Nairobi na madaktari wa upasuaji. Serikali hii ndio imeanza kujenga vituo vya afya, zahanati na hospitali kwa ajili ya Waafrika. Waingereza waliwaachia makanisa, na nao washukuru makanisa, walijenga hospitali zao katika maeneo ya vijiji. Mimi wakati mwingine wanashangaa, unafika mahali kama pale Berega, hospitali kubwa kama ile katikati ya poli, leo mnapaona pale bado ni poli. Hebu fikiria mwaka 1900 palikuweje pale? Wale wa misionari wametoka Mamboya, wameshuka ule mto ule ukasomba mizigo yao yote mto Mkundi, wakapoteza kila kitu, wakarudi tena Pwani. Ndio leo hospitali kubwa ile ya Berega, wakajenga na uwanja wa ndege, wakajenga ile shule ambayo hata mimi nimesoma na mama yangu alisoma pale darasa moja na mke wa Kinachitema mali mia bahaya. Kwa hiyo naeleza haya mjue tulikotoka na tulipofika. Hatujafika ndio kwenda, lakini mjue tulikotoka ni mbali. Ndio maana ndugu zetu wa Pwani wa Ngazija wanasema ukitaka kuangalia maendeleo ya mtu usiangalie kimo alichofika, angalia shimo ambako ametokea kufika alipofika. Mwingine anaweza kufika hapa alianzia hapa, lakini angalia shimo.
tulikotokea. Leo mnaona barabara hii na mna haki ya kulalamika bumps ziwekwe. Barabara hii haikuwepo. Barabara hii imejengwa na Wabrazili kutoka Morogoro kwenda Dodoma. Tena niwaambie nyinyi vijana, ndio kwa mara ya kwanza walikuja hapa Wabrazili weusi kama sisi, na wanapenda kula mihogo. Ndio maana biashara ya mihogo na maharage hapa ilipanda. Na ndio maana kwa sababu walikuwa ni weusi kama sisi, nimezaliwa baadhi yenu na hao, lakini mmebaki weusi. Barabara hii inajengwa na kambi yao, kampuni ya kwanza kujenga kambi na baada ya hapo kutuachia ni kampuni ya Isiza, ndio ilijenga hii ambayo leo ni shule ya sekondari ya Dumila. Majengo yote ambao walipoondoka ikawa kambi ya jeshi, baada ya kambi ya jeshi ikawa TRA, baada ya TRA ikawa shule ya sekondari ambao tupo. Tumshukuru Mungu haikupata ajali ya moto. Leo tumebomoa mbao zote. Madarasa mangapi tumejenga ndani ya miaka hii ya Samia? Madarasa 22. Na yasema haya kwa sababu nimewasikiliza, nikasema shida yetu Wakaburu ni ile huwa hatushukuru. Shida yetu Wakaburu, na mimi ni mwenzenu, hatushukuru. Kwa nafasi ya kuongea uanze na kusema asante kwa 1 2 3, lakini kuna 1 2 3 naomba. Sisi moja kwa moja kuvingamundu shati ya kumpanda mwenye mletilaki. Sio kupuuza mlioyasema, ila kusisitiza umuhimu wa kufanya nini? Wa kushukuru kwa yaliyofanyika. Na kushukuru ni kuomba tena, kushukuru ni kuomba tena, kushukuru ni kuomba tena. Ndio maana mimi nikashukuru, wengine wakasema mbona amesema hivi? Kumbe mimi nilikuwa nashukuru ili niombe tena. Nashukuru ili niombe tena. Na kuna kitu nilikiomba Mama Samia alipopita hapa Dumila tarehe 2 Agosti mwaka jana, na sasa kiko ndani ya ilani. Lakini watu wasiokuwa na akili wakashikilia moja. Ilani ya uchaguzi wa mwaka 2020 hii tunayomaliza sasa, Mwigumila yupo hapa. Aliyenikabidhi ilani hiyo alikuwa ni Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa mgombea mwenza huu uwanja wa Mabojora. Pale ndio alinikabidhi ilani. Na wakati huo nilikuwa waziri wa mambo ya nje. Akasema tutahakikisha huyu tunamsaidia kuijenga Kilosa kwa sababu tunajua atakuwa na kazi nyingi nchi za nje. Na katika ile ilani niwaambie alichotuahidi, kata zote ambazo hazina shule za sekondari atajenga sekondari, na zilikuwa kata 3. Berega ambaye watoto wote wa Berega walikuwa wanasoma Mabula. Mvua ikinyesha hawezi kwenda Mabula. Ikiwakuta Mabula hawezi kurudi Berega. Watoto wa Maguha walikuwa wanasoma Magubiki. Ule mteremko mnajua wangapi wamefariki na mimba ngapi zimepatikana kwenye maroli. Watoto wa Madoto walikuwa wanasoma ama Rudewa au shule ya Mkulo Kimamba. Kwa alituahidi shule ngapi? Shule ngapi? 3 za sekondari. Amejenga 10. Tunamdai katika hiyo. Tunamdai katika hilo. Anasema Dr. Samia Suluhu Hassan, uliyoahidi kwenye elimu umeyatimiza, hatukudai. Nimekosea? Hapana. Si aliahidi 3, katupa 10. Na baada ya hapo si unamshukuru? Halafu unafanya nini tena? Tunaomba. Unajua ukikosa akili ya kujua kuomba utakuwa fedhuli. Lakini ukijua akili ya kuomba utakuwa mnyenyekevu ili upewe zaidi. Hizo 7 hazikuja kwa ajali. Ni kwa sababu ninajua jinsi ya kuomba. Huwezi kumwendea mkubwa na kumwambia nipe hiki. Ebo, wewe nani? Mwambie nakushukuru sana. Umetusaidia. Sasa Madoto hawana shida wale watoto. Berega hawana shida. Tusaidie zaidi. Ndio maana tumeongezewa shule za sekondari zifuatazo. Mtumbatu wamejengewa shule ya sekondari Kitange ili kuwasaidia watoto wa Masungo, Kitange 1 na Kitange 2 kusoma kule kule. Na sasa watoto wa vijiji vingine vya Gairo wanasoma Kitange. Shule ya ngapi? Ya pili. Je, waliahidiwa Mtumbatu sekondari? Hapana, kwa sababu wanayo. Njoo Magubike, tunajenga shule ya sekondari Muandi ili watoto wote wa Muandi wasije wapi? Je, waliahidiwa ile shule? Nisingekuwa fundi wa kuomba tungeipata. Haya, shule ya sekondari ya Mkundi ilikuwa kwenye ilani? Ipo sasa au haipo? Shule ya Dumila kuondoa mbao zote ilikuwa kwenye ilani? Sasa ina mbao au haina mbao? Shule ya sekondari Chanzuru
wameongezewa shule nyingine. Haya, shule ya sekondari Uponela. Nani hamnya Uponela? Nani hapa anataka Uponela? Nani Uponela hapa? Tutafanya mpango vijana tuwapeleke Uponela sasa kabla barabara haijakamilika. Alafu mkishuka mtaona hapa ndio vile mko peponi. Kule Uponela. Shule ya sekondari. Na ile itasaidia Uponela na vijiji vyote vya upande wa Gairo kule kwenda Nongwe. Na yasema haya ili muone kazi kubwa iliyofanyika, lakini haina maana kufika mwisho. Hapa Dumila, diwani wenu yupo hapa. Kata zote zinalalamika, profesa unaipendelea Dumila. Naambia siipendelee Dumila. Dumila wana tatizo moja kubwa ambalo sijui tulimalizaje. Wanazaana mno. Matokeo yake mahitaji ya shule ni makubwa.